Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Mwanaume lazima mlijue hili. Benki hukutendea vizuri unapokuwa tajiri. Watu hukutendea vizuri unapokuwa na mwili mzuri. Kwa vizuri katika umbo zuri la kimwili. Kampuni hukusamini unapokuwa na ujuzi na uwezo mkubwa. Usichukie namna dunia ilivyo, bali kisha cheza mchezo wake kwa akili. Hivi ndivyo wanaume unatakiwa kufanye na ulijue hilo. Basi, mchungu wa maisha ni mwanaume. Ukweli mchungu wa maisha ya mwanaume. Wanaume wema hutumiwa, wanaume wenye aibu hupuuzwa, wanaume dhaifu hudhalilishwa, wanaume wakali na wasioyumba huheshimiwa. Kumbuka hili na panga maisha yako kulingana na ukweli huo. Kila mzazi anatamani kuwa na mtoto wa kiume mwenye nguvu. Kila mtoto anatamani kuwa na baba mwenye nguvu. Kila binti anatamani kuwa na kaka mwenye nguvu. Kila mwanamke anatamani kuwa na mwanamume mwenye nguvu. Kwa mwanaume, kuwa imara si chaguo, ni lazima. Kuwa mwanaume anayeshughulika kujenga maisha yake, kazi yake na utajiri wake. Kumbuka, haya ni maisha ya mwanaume yanatakiwa kuwa. Lazima ujue uzuri wako unatokana na umbo ulokuwa nalo. Ujuzi wa kazi yako ndio unakupa uwezo wa kufanya kazi yako vizuri. Ndio maana ninakwambia leo, kwa mwanaume kuwa imara ni chaguo, sio lazima. Kila mwanaume anatakiwa kuwa imara katika misingi yake ya misingi ya maisha yake. Basi, katika hili leo naomba niishie hapa, ila usisahau kusubscribe page yangu ili uendelee kujifunza zaidi na zaidi kila tunapoingia katika darasa hili. Leo nilikuwa nazungumzia tu kuhusiana na wanaume. Mwanaume lazima mjue hili, maana yake wanaume mnatakiwa kuwa imara muda wote. Na karibuni tena, usisahau kusubscribe page hii.